Ujue mimi hapo kidogo Yasin, naomba nichangie kitu kidogo hapo. Naam. Ukiniambia bosi anasaidiwa, mimi kidogo hapo tunaweza tukawa tunatofautiana, kwa sababu huyo bosi ndio mwenyekiti wa bodi. Ndio. Yaani ingekuwa bosi ni ya labda yuko nje ya bodi. Sasa subiri, sawa wewe ni bosi na ni mwenyekiti, lakini kuna watu ambao lazima utafanya nao kazi. Sasa ngoja nikwambie. Kuna kamati mbalimbali ambazo wewe unazo. Sawa. Si ndio? Kuna kamati, subiri, una kamati ya usajili. Hapana, hakuna hiyo. Ndio maana nimerifaa katiba ya Simba. Naam. Kwamba sasa hivi watu wanamlomu Murtaza Mangungu kwamba atoki. Lakini Murtaza Mangungu hashiki pesa za Simba. Anashika pesa za Simba nani? Anashika pesa za Simba ni mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya Simba. Akizishika, ambaye yule mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba ndio anaiendesha Simba na bodi yake. Sawa. Na bodi yake, lakini sio kwamba kila kitu anafanya yeye. Si kuna watu ambao wanaamini anafanya nao kazi. Yasini, wewe ukiwa mwenyekiti wa bodi hupaswi kusaidiwa kila kitu. Viko vitu inabidi wewe mwenyewe ukae fronti. Mimi nitakuonesha mfano. Nyinyi mnasahau Simba wakati inabeba ubingwa mara 4 mfululizo, Mo Dewji ndio alikuwa mwenyekiti wa bodi. Crescentus Magori ndo alikuwa CEO. Akaja akaingia Senzo katikati. Baadaye akaja Babra. Umenielewa vizuri? Na. Baadaye Mo Dewji akajiondoa kwenye kiti cha mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Akaja akakaa try again. Akawa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Ndio Simba ikaanza kudondoka. Sasa leo ukiniambia kuna watu wanakula pesa ndani ya bodi, halafu mwenyekiti hajui, unanichanganya. Maana yake huyo mwenyekiti hafanyi kazi yake. Nini maana ya kuwa mwenyekiti wa bodi? Maana yake ni kudhibiti matumizi ya pesa ndani ya club. Kwa sababu hakuna mjumbe wa bodi ambaye atakuja achukue tu pesa akaitumie pasi na wewe kukujua hii pesa inaenda kufanya nini na kuleta kitu gani. Kwa nini wakati akiwa mwenyekiti wa bodi mbona alifanya vizuri? Kwa nini sasa hivi anashindwa? Maana yake yeye mwenyewe kuna sehemu amelegeza. Umenielewa? Yeye peke yake kuna sehemu kalegeza. Kwa sababu mtu ambaye ametoka kwenye ile bodi, ambaye amefanya kazi na Mo muda mrefu, ni marehemu mzee wetu Hans Pop. Mula Mungambi naye ametoka pale. Ni watu wachache tu. Kina Crescentus Magori wapo. Tena sasa hivi yeye sio CEO tena, sasa hivi ni mjumbe wa bodi. Manake wanaelewa nini wanachokifanya. Ina maana leo bosi Mo akiwa anashikilia msumari kwamba kuna watu wanakula pesa yake, manake yeye pia kwenye nafasi yake kama mwenyekiti hatekelezi majukumu yake inavyotakiwa, hafuatilii vile ambavyo inatakiwa. Inawezekana ndani ya bodi yeye ni mwenyekiti, lakini kuna mtu kampa majukumu. Sasa sio makosa ya wanasimba, hayo ni makosa yake yeye kama mwenyekiti wa bodi. Kwamba wewe ni mwenyekiti, unampaje mtu mwingine majukumu, halafu aanze kufanya transaction ambazo hazieleweki kwenye akaunti ya club. Haiwezekani. Yeye na CEO, kwa bahati CEO amekuja mpya juzi tu hapa, sio? Maana yake kwenye issue ya usajili ni mwenyekiti na aliyekuwa CEO wa Simba na bodi ndio ambayo inapaswa kuwajibika kwenye haya makosa ambayo yametokea kwa msimu huu. Maana yake Mo Dewji hakuna namna atajiondoa kwenye makosa ya Simba kufanya vibaya msimu huu. Anapaswa kuwajibika kwa zaidi ya 90%, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, na katiba ya Simba inasema hivi: mwenyekiti wa club ataingia kwenye bodi ya wakurugenzi kama mjumbe, ila hana maamuzi ya kufanya chochote. Klabu itaendeshwa na bodi ya wakurugenzi, na mwenyekiti ndo atakuwa amebeba maono ya klabu, ambao mwenyekiti ni Mo Dewji. Kwa hiyo kama yeye mwenyewe ndani ya bodi ni mwenyekiti, alafu pesa inaliwa, yeye yupo ndani, manake yeye hatoshi kwenye nafasi. Lakini pia kuna kipindi Simba imewahi kufanya vizuri yeye akiwa mwenyekiti. Njia gani alizitumia? Kwa nini alisizitumia kipindi hiki akafanikiwa? Siko maneno vizuri. Kwa hiyo mimi nikiona anasema na yeye anaungana na watu ambao wanasema anatoa pesa zinaliwa, na yeye ni kiongozi mkuu wa bodi ambayo inatumia pesa kwenye kusajili, kwenye matumizi ya uendeshaji wa klabu kila siku, kidogo napata mashaka na uwepo wake ndani ya bodi. Kwamba inawezekana na hiyo pesa pia haitoi, ila tunabakia na yale mawazo tu kwamba Mo na malengo makubwa, kwa sababu si anaongeaga. Sasa kwenye kuongea, hata jana ulikuwa unauliza issue ya engineers hapa kuhusu masuala ya ujenzi wa uwanja. Ilikuwa ni jana juzi nadhani. Ni jana. Nikakwambia mimi siwezi kujadili issue engineers kusema watajenga swala la uwanja amelimaliza wakati sijaona hata grader zikichimba. Zikianza kuchimba ndo tutajua kwamba okay, ameanza kutekeleza. Sasa Mo yeye kwanza sasa hivi
atuambie pesa alikuwa anampa nani ndani hiyo bodi, ikiwa yeye ni mwenyekiti. Atuambie pesa alikuwa anampa nani, ili tupate mtu sasa wa kumjadili kwamba wewe bwana ulikuwa unapewa pesa na bosi na huzifanyii kazi. Sawa.